Hello, mambo vipi? It's another beautiful day, another beautiful time. Tunakutana tena hapa Cheusi Street. Kama kawaida watu wengi tunafahamu Cheusi Street ni mtaa wenye mastori kama yote. Na leo basi tuko hapa kupeana elimu juu ya ugonjwa huu wa homa ya nyani. Najua utakuwa unajiuliza homa ya nyani. Ndiyo, homa ya nyani ama unajulikana kama Mpox. Nini? Ugonjwa wa Mpox ama kwa Kiswahili unajulikana kama homa ya nyani husababishwa na virusi vya monkeypox, virusi kutoka familia ya virusi vya smallpox. Awali maambukizi yalianza kutoka kwa wanyama hadi kwa wanadamu, hasa katika nchi zilizo karibu na misitu ya mvua ya kitropiki. Katika maeneo haya kuna maelfu ya maambukizi na vifo kutokana na ugonjwa huo kila mwaka, na watoto chini ya umri wa miaka 15 wameathirika zaidi. Hali mbaya zaidi ya mlipuko wa kimataifa ilikuwa ni mwaka 2022 ambao ulienea katika karibu nchi 100 ambazo hazina historia ya virusi hivyo. Virusi vya aina ya pili na hatari zaidi vipo zaidi katika eneo la Afrika ya Kati, na ndio virusi vilivyogunduliwa nchini DRC Congo na kuenea hadi Kenya, Rwanda pamoja na Uganda. Najua utakuwa unajiuliza mwananchi wangu, dalili ni zipi za ugonjwa huu wa homa ya nyani? Ugonjwa huu huenezwa kwa mgusano wa moja kwa moja na watu walioambukizwa. Dalili ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, uvimbe, maumivu ya mgongo na misuli kuuma. Mara baada ya kupata homa, upele unaweza kutokea. Mara nyingi huanza kwenye uso kisha kuenea kwenye sehemu nyingine za mwili, viganja vya mikono pamoja na nyayo za miguu. Upele ambao unaweza kuwasha au kuuma hubadilika hatua tofauti kabla kutengeneza kipele ambacho hupasuka baadaye. Vidonda vinaweza kusababisha makovu mwilini. Maambukizi kwa kawaida huisha yenyewe na hudumu kati ya siku 14 hadi 21. Kesi mbaya zinaweza kusababisha vidonda kushambulia mwili mzima na haswa mdomo, macho na sehemu za siri. Shirika la Afya Ulimwenguni, yani WHO, linashauri ikiwa umeambukizwa Mpox, unapaswa kujitenga kwa kipindi chote cha maambukizi hadi pale upele utakapopasuka. Pia, kufunika vidonda na kuvaa barakoa kunaweza kusaidia kuzuia kuenea. Ugonjwa huu unasambaa kwa namna ya ajabu sana. Je, unasambaa vipi? Na nani aliye hatarini kuupata? Iko hivi, njia kuu ya kuenea kwa maambukizi ni kugusana moja kwa moja kimwili na vidonda kwenye ngozi ya aliyeambukizwa. Hii inaweza kutokea kwa njia ya ngono, lakini pia inaweza kutokea kwa kugusana kawaida, kwa mfano kugusana na mtoto wako. Wataalamu wanasema kufanya ngono kunachukua sehemu kubwa sana ya maambukizi ya janga hili. Mwezi Juni mwaka huu mtu wa pili alikufa kutokana na homa hii ya nyani nchini Afrika Kusini chini ya saa 24 baada ya kifo cha kwanza kutokana na virusi hivyo kuripotiwa. Watu wote waliogunduliwa walikuwa ni wanaume wenye umri kati ya miaka 30 na 39 ambao hawakuwa wametembelea nchi zingine zilizokumbwa na mlipuko, na kuashiria kuwa ugonjwa huo unasambazwa ndani. Homa hii ya nyani hutokea mara nyingi Afrika ya Kati na Magharibi. Endapo ugonjwa ukitokea nje ya Afrika, mara nyingi huwa kwa sababu ya kusafiri kwenda Afrika pamoja na kugusana na wanyama wenye ugonjwa kutoka Afrika. Haya, najua mwananchi wangu utakuwa umepata uoga fulani hivi. Sasa naomba nikupe njia kujikinga dhidi ya ugonjwa Mpox. Njia ambazo zipo ni kama zifuatazo. Usikae karibu na mtu mwenye ugonjwa kwa muda mrefu, hasa mwenye harara zinazoelekeana na ugonjwa wa Mpox. Usiguse nguo za mgonjwa mwenye dalili za Mpox. Kunawa mikono kwa sabuni na maji tiririka baada ya kugusana na mgonjwa au mnyama, na kama hakuna maji na sabuni, basi tumia kitakasa mikono chenye asili ya kileo ama kwa Kiingereza inajulikana kama sanitizer. Epuka wanyama ambao wanabeba virusi vya Mpox. Tukija kuangalia chanjo ya Mpox, kama chanjo ya aina ACAM 2000 huweza kutumika kukinga ugonjwa wa ndui pamoja na Mpox. Mtaalamu wa afya huweza kushauri watu walio hatarini kupata chanjo hii. Baadhi ya watu pia wenye hatari ya kupata ugonjwa kama vile wafanyakazi wa maabara wanaweza kushauriwa kupata chanjo hii pia. Kwa sasa CDC bado haijashauri chanjo kutolewa kwa kila mtu kujikinga na ugonjwa huu. Madhara ya ugonjwa huu ni makubwa kidogo, kwani ni pamoja na upofu, maambukizi mengine na kifo, lakini kifo ni kwa nadra sana. Magonjwa mengine yenye dalili kama Mpox, kuna magonjwa kadhaa ambayo yanaweza kuzalisha dalili za vipele kama vile ugonjwa Mpox ambayo ni kaswende, surua, tetekuwanga pamoja na ndui. Tukija kuangalia taarifa ya tahadhari ya ugonjwa Mpox nchini kwetu Tanzania, Wizara ya Afya inaendelea kuchukua hatua zifuatazo ili kuzuia ugonjwa wa Mpox kutokuingia nchini. Hatua hizo ni kama hizi zifuatazo. Jambo la kwanza, tumeamua kuimarisha kwa nguvu zote
uchunguzi kwa wasafiri kupitia huduma za afya mipakani, ikiwemo kwenye bandari zetu zote, nchi kavu na viwanja vya ndege. Na hiyo tunafanya ili kubaini wasafiri wenye viashiria na dalili za ugonjwa huo na kuchukua hatua stahiki pale endapo tutabaini hivyo. Lakini vile vile mtu yeyote mwenye viashiria au dalili za ugonjwa huu aweze kuhudumiwa kwa haraka na kupunguza kusambaa kwa maambukizi endapo ugonjwa huo utakuwa umekwisha kuingia katika nchi yetu. Lakini vile vile tumeendelea kuhakikisha kwa kushirikiana na timu za afya katika ngazi ya mikoa, tumeamua kujiimarisha na kuweka utayari katika vituo vya kutolea huduma za afya, maabara zetu za uchunguzi, na tumehakikisha kwamba upatikanaji wa dawa umekwisha kuwekwa katika utahadhari wa kutosha, vifaa kinga na tiba ili kuweza kutoa huduma stahiki. Na hapa ninaomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa vyombo vya habari ambavyo vimekwisha kuanza kutoa ushirikiano wa kutosha kwa serikali katika kuwaelimisha Watanzania taarifa mbalimbali zinazohusiana na ugonjwa huu na hasa dalili zinazohusiana na ugonjwa huu. Kwa kweli kwa kila mmoja ambaye amechukua hatua ya kusaidiana na kushirikiana na serikali katika kutoa taarifa, tunamshukuru sana na tunatoa wito kwamba tuendelee kushirikiana katika kutoa taarifa hizo. Kutoa taarifa kupitia namba 199 bila malipo endapo utamwona mtu mwenye dalili za ugonjwa huu. Haya, wananchi wangu wa mtaa wa Cheusi, huo ni ugonjwa wa homa ya nyani ama unaojulikana kama Mpox. Kila mmoja ana haki ya kuchukua tahadhari. Lakini pia kwa maoni tuandikie hapo na ushauri. TikTok na Instagram tupo kama Cheusi Street. YouTube tupo kama Cheusi Street Podcast. Cheusi Street, mastori kama yote.